Masifu ya asubuhi. Leo ni siku ya 8 katika mfululizo wa mafungo yetu, mafungo ya kumaliza mwaka wa 2025 na kuombea mwaka wa 2026. Ninawakaribisha ninyi nyote mlioko hapa na wale wanaoabudu nasi online na kwa njia ya radio, na tuendelee na semina yetu ya ndani katika mafungo haya, na siku hii ni ya 8. Tumsifu Yesu Kristo. Kristo, neno linalotuongoza, neno kuu linalotuongoza ni kutoka kitabu cha Luka mlango wa kwanza mstari wa 34b, nalo linasema, litakuwaje neno hili? Litakuwaje neno hili? Litakuwaje neno hili? How shall this be? How shall this be? Litakuwaje neno hili? How shall this be? Na mada inayotuongoza ni from how to who. From how to who. Mada inayotuongoza ni from how to who, na tunazungumza juu ya inawezekana. Inawezekana. Mabibi na mabwana, somo la leo ambalo tunataka kuliangalia na kulipitia asubuhi hii ya leo ni somo linasema, Daudi mtu aliyebeba majibu. Daudi mtu aliyebeba majibu. Daudi mtu aliyebeba majibu. Katika kitabu cha Samueli, Samueli wa kwanza mlango wa 17 mstari wa 23 mpaka wa 36. Kitabu cha Samueli wa kwanza mlango wa 17 mstari wa 23 mpaka wa 36, na mimi nawatangulia kusoma katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Neno la Mungu linasema hivi: hata alipokuwa akisema nao, kumbe yule shujaa alitokea, yule Mfilisti wa Gati, jina lake Goliati, akatoka katika jeshi la Wafilisti, akasema maneno yale yale, naye Daudi akayasikia. Na watu wote wa Israeli walipomwona yule mtu wakakimbia, wakaogopa sana. Watu wa Israeli wakasema, je, mmemwona mtu huyu aliyepanda huko? Hakika ametokea ili awatukane Israeli. Basi itakuwa mtu yule atakayemuua, mfalme atamtajirisha kwa utajiri mwingi, naye atamuoza binti yake na kuifanya mbari ya baba yake kuwa huru katika Israeli. Daudi akaongea na watu waliosimama karibu akisema, je, atafanywaje yeye atakayemuua Mfilisti huyo na kumuondolea Israeli aibu hii? Maana Mfilisti huyu asiyetahiriwa ni nani hata watukane majeshi ya Mungu aliye hai? Nao watu wakamjibu vivyo hivyo wakisema, ndivyo atakavyofanyiwa mtu yule atakayemuua. Naye Eliabu mkubwa wake alisikia hapo alipoongea na watu, na hasira yake Eliabu ikawaka juu ya Daudi, akasema, mbona wewe umeshuka hapa, na kondoo wale wachache umemwachia nani kule nyikani? Mimi najua kiburi chako na ubaya wa moyo wako, maana umeshuka ili upate kuvitazama vita. Naye Daudi akamjibu, je, mimi nimekosa nini sasa? Je, si neno kubwa hilo? Naye akamgeukia ili kumwelekea mtu mwingine, akasema naye jinsi ile ile, na watu wakamjibu tena jinsi ile ile kama ya kwanza. Na maneno hayo aliyosema Daudi yaliposikiwa, watu wakamweleza Sauli, naye akatuma mtu kwenda kumwita. Daudi akamwambia Sauli
asizimie moyo mtu yoyote kwa ajili ya huyu. Mimi mtumishi wako nitakwenda kupigana na Mfilisti huyu. Sauli akamwambia Daudi, huwezi wewe kumwendea Mfilisti huyu upigane naye, maana wewe u kijana tu, na huyu ni mtu wa vita tangu ujana wake. Daudi akamwambia Sauli mtumishi wako alikuwa akichunga kondoo wa baba yake, na alipokuwa akija simba au dubu, akamkamata mwana kondoo wa lile kundi. Mimi hutoka nikamfuata, nikampiga, nikampokonya kinywani mwake, na akinirukia humshika ndevu zake, nikampiga, nikamuua. Mtumishi wako alimuua simba na dubu pia, na huyu Mfilisti asiyetahiriwa atakuwa kama mmoja wao, kwa sababu amewatukana majeshi ya Mungu aliye hai. Amen. Na hili ndio neno la Mungu. Na tutulie tuombe. Mungu Mwenyezi, Baba, katika jina la Yesu, asante kwa ajili ya uaminifu wako wa kimbingu na nguvu yako ya ajabu, na asante kwa ajili ya watoto wako uliowaita asubuhi ya leo katika nyumba hii takatifu, na wale wengi waliogeuzia nyuso zao kuabudu nasi katika madhabahu hii ya mataifa, madhabahu inayohudumia mataifa duniani kote, madhabahu ya Kikushi katika mataifa 180 duniani kote, wale wanaoabudu nasi masafa ya mbali mahali duniani kote, ninawataja kwa majina yao. Baba yangu mpenzi, saa imefika na sasa ipo, ujitwalie utukufu, useme na ulimwengu waziwazi, wafariji watoto wako na kuganga majeraha ya damu yanayovuja katika mioyo ya watu wako. Utufariji kwa pumzi ya neno lako, utuhuishe na utuamshe katika uamsho wa Roho Mtakatifu kwa neema yako. Utubariki Mungu Mwenyezi, sasa na daima, na useme nasi kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Wapendwa mabibi na mabwana, kama ambavyo tumeangalia somo letu asubuhi ya leo, mada yetu kubwa ni from how to who, lakini kichwa cha somo asubuhi hii au somo la leo nasema Daudi mtu aliyebeba majibu. How shall this be? Litakuwaje neno hili, Daudi mtu aliyebeba majibu? Na tafadhali sio Luka, sijakutumia Luka, nimekutumia kitabu cha Samueli mlango wa kwanza, Samueli wa kwanza mlango wa 17 mstari wa 23 mpaka wa 36. Neno ambalo tumesoma asubuhi ya leo ni Samueli wa kwanza mlango wa 17 mstari wa 23 mpaka wa 36. Mabibi na mabwana, ni habari za Daudi alipokwenda kupigana na Goliati. Hii habari tumeifahamu tangu Sunday school na sina haja ya kusummarize story, lakini nataka kuingia moja kwa moja katika hoja nzito za kifalsafa, kitheolojia na kisaikolojia katika kujenga hoja ya mada hii from how to who. Ni namna gani unaweza kujibu maswali ambayo umeyabeba wewe binafsi, na yale maswali ambayo dunia inajiuliza na wewe umebeba yale majibu. Na safari yako ya from how to who, neno kuu linalotuongoza kama Mariamu alivyosema, how shall this be? Hoja za kifalsafa, kitheolojia na kisaikolojia. Kwanza kabisa, Daudi na changamoto ya trauma ya maendeleo, developmental trauma. Daudi na changamoto ya trauma ya maendeleo, yaani developmental trauma. Daudi hakuthaminiwa na ndugu zake na baba yake. Hakuhesabiwa pamoja na ndugu zake, yaani alikuwa na rejection at the family level. Hakuthaminiwa kihivyo
Lakini pia baada ya kupakwa mafuta kuwa mfalme, alirudishwa kuchunga kondoo. Baada ya kupakwa mafuta kuwa mfalme, alirudishwa kwenda kuchunga kondoo. Na moja ya mambo ambayo ninataka kuangalia hapa ya msingi ni kuangalia juu ya changamoto ambazo Daudi alizipata katika maisha yake na zile changamoto ambazo sisi pia tunazipata. Wakati Samuel alipotumwa kwenda kuwapaka mafuta watoto wa Eli, kumpaka mafuta mmoja wapo wa watoto wa watoto wa Yese aliwakusanya watoto wake wote, kuanzia wa kwanza mpaka wa karibia na mwisho, isipokuwa Daudi. Akamsahau akiwa machungani. Na Samueli alipoenda na pembe ya mafuta kuwapaka mafuta, hata baada ya kuwatakasa, lakini alipoona hakuna kabisa hata mmoja katikati yao, akamuuliza, hauna mtoto mwingine? Asema, kweli bwana, kuna mmoja. Yani hiyo ni lugha ambayo inasababisha hata baba yake Yese, ukiwa unamwamsha usingizini, nihesabie idadi ya watoto wako, alikuwa amemsahau. Kwa hiyo ni moja ya rejection. Samueli akasema, hatutakula wala hatutakunywa mpaka mtakapomuita Daudi aje hapa. Alipoenda kuchukuliwa, alikuwa na nuka samadi ya ng'ombe na mbuzi na kondoo, ametoka machungani, hajaoga, wakati wenzake wako very smart. Manake walikuwa na order, na Biblia inasema wakaoga, wakavaa nguo safi, wakatakaswa kwa ajili ya dhabihu. Kwa hiyo hata Daudi alipokuwa pale mbele za ndugu zake, yeye anaonekana mwenye majasho, mwenye kikwapa, lakini ndugu zake wananukia perfume, wako very smart. Hii inaweza kumsababisha mtu akaona kubaguliwa kwenye familia, na akaona kwamba hawezi kuendelea na maisha yake ya kawaida. Na kuna watu ambao pia wameathirika from the family level, kutoka kwenye level ya familia. Lakini Daudi alipata changamoto ya trauma mbili. Kwanza alipata trauma ya maendeleo, developmental trauma, ambayo hutokea utotoni kutokana na ukosefu wa upendo, malezi mabaya au unyanyasaji wa muda mrefu. Lakini alikuwa na trauma ya pili ambayo ni trauma ya mkusanyiko au complex trauma, hutokea pale mtu anapopitia matukio ya mateso, unyanyasaji, hofu ya mara kwa mara na ya muda mrefu, hasa yanapotokea katika mazingira ambayo mtu alipaswa kupata upendo, ulinzi na utulivu. Na Daudi aliyakosa haya kwa bahati mbaya, na akawa amepata hiyo shida ya developmental trauma. Sasa hii nitaizungumza zaidi huko mbele, lakini kwenye family level kuna watu ambao wamepata haya mateso. Yani hakulelewa katika kuonekana kwamba yuko kipaumbele au mstari wa mbele. Amekuwa na rejection from the family, amekataliwa. Kuna wengine wametokea mama amekataliwa na watoto wake amekataliwa. Yani wameishi maisha hayo ya kukataliwa, na kila mara akisimama ana lose confidence, anajiona kama mtu ambaye hawezi, kwa sababu tokea zamani ameonyeshwa kwamba hawezi. Lakini nataka kuzungumza juu ya hau za Daudi alizokuwa nazo zilikuwa ni hau mbili kubwa. Trauma ya utotoni na mazingira ya kuchunga kondoo. Trauma ya utotoni na mazingira ya kuchunga kondoo, ambayo ni developmental trauma. Tafakari ya Daudi wakati anachunga kondoo, litakuwaje jambo hili? How shall this be? Litakuwaje jambo hili? Unajua, wakati ninaangalia hili neno la Mungu, ndipo nilipojifunza kitu kikubwa sana, ya kwamba Daudi alipakwa mafuta na Samueli, akapakwa mafuta kuwa the next king, the second king, mfalme wa pili wa taifa la Israel.
Alafu baada ya kupakwa mafuta, Biblia inasema na akajazwa na Roho Mtakatifu. Alafu akamaliza akarudi kwenda machungani. Oh my God. Yani akarudi kuwa the normal person. Amepakwa mafuta, ni mfalme, lakini akarudi kwenda kuchunga kondoo. Sasa kuna watu ambao ni kweli umepakwa mafuta, una grade fulani, lakini unajaribu kujitenga kabisa na yale mambo ambayo kwako ni normal. Yani kuna mtu ambaye anaishi maisha ya shida ni kwa sababu tu ana master's degree. Kwa maana ana degree 2, ana degree 3, ana degree 1, amesomaga university fulani. Angeweza kufanya kazi yoyote ambayo inaweza kumuingizia kipato. Lakini kwa sababu ya aibu ya degree, yani amepakwa mafuta, anawezaje kurudi kwenda kuchunga kondoo? Anawezaje kwenda rudi porini? I'm a king. I am a king. Na mwingine anakuambiaga, hivi kwa nini hasa usifanye kitu fulani? Mimi sio wa hivyo. Excuse me. Mimi si wa hivyo. Na kuna watu ambao wanaishi hivyo. Lakini nataka nikuambie, nimejifunza kitu cha ajabu. Daudi kupakwa mafuta na kurudi kwenda kuchunga kondoo. Kwa maana nyingine, kuna majukumu ambayo watu walio wengi wanapoinuliwa wanakataa yale majukumu ya awali na majukumu yaliyobeba utu wao na yaliyobeba hatima yao. Mimi sijajua, na Mungu akusaidie, ni mambo gani ambayo katika maisha ya kwako unataka kuyaangalia kwa picha ipi? Mimi nimeangalia katika picha hii ya kwamba kuna wakati ambao Mungu anakusudia kitu kifanyike kwenye maisha yako, na ili kitokee kwenye maisha yako usijaribu kudharau wakati uliopo na kitu ambacho unaweza ukafanya katika maisha ya kwako. Daudi alipakwa mafuta kuwa mfalme, halafu akamaliza akabeba fimbo yake na kombeo akarudi porini kwenda kuchunga. Ni mfalme anayechunga porini akisubiri wakati sahihi ufike. Na mimi ndicho ninachokiona watu wengi leo wanafeli kwa sababu ya pupa. Yani pupa. Oh my God. Umeapply kwenda kusoma nje, umepata tu majibu ambayo si sahihi. Kuna mambo ya visa, kuna mambo mengi. Umeapply tu, unajaribu kutafuta namna gani naweza nikapata scholarship. Haijatokea. WhatsApp, umeshatuma kwenye magrupu ya watu, coming soon. China scholarship, coming soon. America scholarship, coming soon. Wewe umepeleka mchanga trip moja kwenye site yako, coming soon. Dream house. Unafikiri utaenda wapi? HR amekuita ofisini, amezungumza na wewe, katibu mkuu wa wizara, sijui nani wa mabosi wako amekuita, mzungumza, sema tunaona kama utatufaa. Ukitoka ushaiambia floor nzima, unajua yani bado kidogo, coming soon. Uendi popote na kuhakikishia. Wala hawarogagi, wakishtuka tu. Yani watu hata hawarogi. Mijitu ina nguvu za asili. Yani watu wana nguvu ya asili. Kuna wengine hata hawarogi. Biblia inasema hivi, akisikia jambo lako ana masikio ya mauti, akiona jambo lako ana macho ya mauti, akisensi jambo lako ana sensa ya mauti. Umeisha. Kuchunga kondoo baada ya kupakwa mafuta kuwa mfalme. Acheni kiherehere. Mnaposema from how to who, ni kukubali kuchunga kondoo wakati umepakwa mafuta.
Si rahisi sana kufanya kazi zile zile hata siku moja. Kuna wakati nilikuwa na huduma ya pastoral care and counseling hapa. Tulikuwa tunaleta wachungaji wengi kutoka mkoani, na Mungu alitujalia wengi wao walikuwa wanashukia nyumbani kwangu kwa ajili ya kuondoa gharama. Tusingeweza kuwalaza hotelini, walikuwa ni wachungaji wengi. Kwa hiyo wakaja wachungaji kutoka uko diocese nyingine. Nafikiri huyo alitokea ni Mwanza nafikiri, au wapi, si Geita au wapi. Yeye ananionaga kwenye mitandao tu. Kwa hiyo nikampokea, nikamkaribisha chumbani, nikaenda. Sasa alikuja asubuhi. Kwa hiyo tulipoondoka tu ibada ya morning glory, nikakuta mgeni nyumbani, nikampokea. Sasa wakati ninampokea, yeye hayupo. Amepokelewa na mchungaji Kidago. Mchungaji Kidago alikuwepo, kwa alikuwa kwenye room ya Kidago. Kwa hiyo mimi nimekuja, nimebadilisha nguo, nimevaa pensi yangu na t-shirt, nimeenda kwenye room, nikaenda kumtafuta huyo mgeni, nikampeleka kwenye room, nikatandika kitanda. Wakati namtandikia kitanda, akaniuliza, hivi mchungaji Kimaro atapatikana kweli? Anapatikanaga, anakuwa na mabodyguard, sio anakuwa na nini? Ananiuliza. Na mimi namtandikia kitanda. Nikamaliza kutandika kitanda, nikamwambia, utamuona tu. Utamuona tu, hamna shida. Naonekana. Akaniambia, nitatamani kweli nimuone, na mpango wa kumuona. Mimi tunamuona kwenye mtandao. Nikamwambia, sawa, utamuona. Akaniambia, lakini mnafanana, ni pacha. Akaniambia, tumezaliwa mapacha. Kamtandikia kitanda vizuri. Alikuja na viatu vyake vina mavumbi, nikamsaidia kuvibrush, kaviweka pembeni, nikamtandikia kitanda, nikamfungia neti na kila kitu. Nikamwambia, sasa baadaye utakutana na mchungaji, atakupa maelekezo ya huduma inavyokwenda. Akafurahi kweli, na kwa sababu alikuwa amechoka akalala. Baadaye tukakutana. Nikaja tena, nikamletea maji ya kunywa, sio nikamletea na nini chumbani. Sasa yeye haamini kwamba anavyosikia huko ni mimi nimemtandikia kitanda. Baadaye ndio anakuja kujua ni mimi nimemtandikia. Anasema, Mungu wa Israeli, ye. Hivi ilikuwaje? Nikamwambia, no. Kubaki kuchunga na kurudi kwenye kuchunga hata baada ya kupakwa mafuta ya kifalme. Lazima. Wakina mama Mungu amewainua, mna hela kuliko wakina mama wa zamani. I'm telling you sure. Wakina mama wa zamani na ninyi, sasa hivi ninyi mna hela. Wale wa zamani walikuwa hawajui kusoma wala kuandika, ni mama yako. Lakini nataka nikuambie, usipogusa mtoto wako kwa mkono wako mwenyewe, hawezi kujua we ni mama. Anakuona tu kama katuni anazoziona kwenye kompyuta na anazoziona kwenye television. Hawezi kujua kama we ni mama. Lazima ukubali kurudi machungani hata baada ya kupakwa mafuta. Wewe unampenda mama yako. Akikohoa unapanda ndege kwenda Bukoba. Unaenda kulala naye hospitalini, hata kama na vidonda, hata kama amepata kidonda cha sukari, unakaa naye, una connection na mama yako. Ni kwa vile alikuwa anakutemeaga. Kulikuwa kunaga Brenda ilikuwa ni ulimi wake. Chukua ndizi, chukua ugali, tafuna. Kwanza unakuta anakula ugoro, anaondoa ugoro ili usipate rhythm. Anatoa ugoro, anaweka pembeni. Alafu anatafuna ndizi, anaweka na maziwa, mtindi. Alafu nao ulikuwa hodari kupokea. Huyu mzee hapa, huyu aliyeka hapa mbele, huyu anaonekana alikuwa hodari kupokea kutoka kwa mama. Anatemea huko mdomoni. Tulikuwa tunalishana kama ndege. Ile bondi iliyotengenezwa kwa hawa watu wazima na wazazi wao ni bondi ya tofauti na watoto wa leo. Watoto wa leo house girl akiondoka wanalia, lakini mama akiondoka hawana mpango naye. Ogopa hicho kitu. Si kitu kizuri, ni kitu kibaya. Kwenda machungani hata baada ya kupakwa mafuta ya kifalme. Sasa yule mchungaji Mungu alimbariki, tukakaa naye kwa muda wote. Kila mara ananiambia, mimi kweli nikalala kwenye kile kitanda? Hapana, sijui kwa nini sikufahamu. Nikamwambia, no, ni wajibu wa kawaida. Kwani kutandika kitanda nini? Ni kitu cha kawaida. Ni maisha yangu na ni maisha yetu. Mabibi na mabwana, hiyo ilikuwa ni moja ya Daudi akiwa kule machungani. Anajiuliza, how shall this be? Nitatoka tena hapa nikawe mfalme? Ni muujiza gani utatokea mpaka mimi nikawe mfalme? Lakini jambo jingine la pili alikuwa anajiuliza, hivi litakuwaje mfalme wakati sikubaliki hata na jamaa ya baba yangu na ndugu zangu? Na nitakuwaje mfalme
wakati pia sina mafunzo ya kijeshi, sijapita kwenye mafunzo ya kijeshi kama kaka zangu. Anajiona kuwa mnyonge na dhaifu. How shall this be? Jambo la pili, changamoto ya trauma ya maendeleo toka kwenye familia ya Daudi haikumzuia safari yake ya from how to who. Watu wengi hufia kwenye trauma ya familia, family developmental trauma. Watu wengi hufia hapo. Ukisoma katika kitabu cha Samueli wa kwanza ule mlango wa 17 mstari wa 28 mpaka wa 30. Samueli wa kwanza 17, 28, 30. Biblia inasema naye Eliabu mkubwa wake aliposikia alipoongea na watu, na hasira yake Eliabu ikawaka juu ya Daudi, akasema, mbona wewe umeshuka hapa na kondoo wale wachache umemwachia nani kule nyikani? Yani unajua hili swali, huyu jamaa anamuuliza mfalme. Mdogo wake ni mfalme, amepakwa mafuta mbele yake akiwa anaona. Angalia swali la kipuuzi analomuuliza. Ambia, wale kondoo umemwachia nani kule nyikani? Mimi najua kiburi chako na ubaya wa moyo wako, maana umeshuka ili upate kuvitazama vita. Mstari unaofuata, naye Daudi akamjibu, je, mimi nimekosa nini sasa? Je, ni neno si neno kubwa hilo? 30, naye akamgeukia ili kumwendea mtu mwingine, akasema naye jinsi ile ile, na watu wakamjibu tena jinsi ile ile kama ya kwanza. Mabibi na mabwana, nataka nikuulize, vipi kuhusu Eliabu wako? Vipi kuhusu Eliabu wako? Je, unaye Eliabu katika maisha ya kwako? Unaye Eliabu katika maisha ya kwako from the family level, ambaye haoni, haamini, hakubali kwamba itakaitokee kwenye maisha ya kwako? Kuna mtu ambaye haamini kabisa haitokee. Binti mmoja, familia yao ilikuwa ina shida ya ndoa. Mashangazi zao hawakuolewa. Umetokea huko, kulikuwa kuna maneno na laana katika familia. Sasa binti yule akapata mchumba na wakaenda kwenye engagement. Shangazi mmoja akasikia ya kwamba fulani amechumbiwa na amevalishwa pete. Akasema, hiyo ndoa ikifungwa nitatembea uchi hapa mpaka Moshi. Ni mtu wa Moshi. Yaani anatembea uchi kutoka hapa na hata panda gari, anaenda kwa mguu. Unajua kuna watu ambao wako very serious kusimamia mabaya yaliopo kwenye familia. Yule binti akaja akaniambia, mchungaji, nikamwambia wala usihangaike. Piga magoti nikuombee, toa sadaka ya amani na kuepushwa na mabaya. Shangazi yako hakikisha unamtafutia sare, maana atakuepo. Yeye akienda mpaka Moshi uchi, mrudishe hapa akiwa amevaa sare ya harusi. Lakini atakuepo, maana ndoa itafungwa kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Wewe, kuna watu ambao likitokea kitu kwenye maisha ya kwako, watu wanasema haitawezekana, sio huyo, haiwezekani, haiwezi kutokea. Lakini nataka nikwambie, kwako inawezekana kwa jina la Yesu Kristo. Washindi wachache waseme amina. Sifahamu Eliabu wako kwenye familia ya kwako, ambaye anakuhakikishia kwamba anakuonyesha huwezi kuendelea, na familia yako inakuzuia safari yako ya from how to who. Mimi sijui, lakini nataka uangalie ni nani huyu mtu. Ni mume, ni mke, ni watoto, ni familia, ni ndugu, ni jamaa, ni marafiki zako ambao wanaizuia safari yako kwa dhati. Maneno aliyomwambia Eliabu Daudi ni maneno ya kufisha. Maneno ya kufisha na kuua ile safari ya from how to who. Jambo la tatu na la mwisho. Hoja ya tatu na ya mwisho. Changamoto ya trauma ya maendeleo toka kwenye mamlaka kubwa, yani developmental trauma from the high authority. From high authority. Changamoto ya trauma ya maendeleo toka kwenye mamlaka kubwa. Na hapa ninataka kuangalia juu ya mfalme Sauli. Alimwambia Daudi, huwezi kupigana na Mfilisti huyu. Huwezi. It will never happen. You can't. You can't. Huwezi. Katika kitabu cha Samueli wa kwanza ule mlango wa 17 mstari wa 33.
Samueli wa kwanza mlango wa 17:33 Biblia inasema Sauli akamwambia Daudi, huwezi wewe kumwendea Mfilisti huyu upigane naye, maana wewe u kijana tu na huyu ni mtu wa vita tangu ujana wake. Huwezi. Hii ni mamlaka imesema huwezi. Pengine nitapata nafasi ya kuzungumza sana juu ya authority au high authority, namna ambavyo mamlaka inaweza ikakuzuia from how to who kwenye safari yako ya kubeba majibu. Daudi amebeba majibu amebeba majibu ya kwao. Wanalihaulao la Goliati linawatukana, wanalihaulao la matatizo ya kuvamiwa na Wafilisti, na Daudi amebeba hayo majibu. Lakini angalia namna ambavyo family inamshambulia, na high authority, mamlaka kubwa pia inamshambulia Daudi. Kaambia huwezi wewe. Hivi umewahi kujiuliza kwa nini falsafa ya Obama, the first black president in America, alikuwa na falsafa inasema yes we can. Yes we can. Nani alimuuliza? Anapojibu yes we can, nani alimuuliza kwamba unaweza? Ni kwa vile tulikuwa tunabishiwa na dunia kwamba hatuwezi. Dunia ilikuwa inatubishia kabisa. Lakini falsafa ya Blake wa kwanza kuwa rais wa Marekani, kuingia White House, alikuwa anajibu falsafa ya mashambulio ya dunia na high authorities zote zilizokuwa zinasema black you can't. Lakini akasema yes we can, na akaweza, na akafanya, na ikatokea. Na mimi nataka nikuambie leo tunapozungumza inawezekana. Daudi akamwambia Sauli, nataka nikuhakishie Sauli, nitaenda na nitamuua huyo Mfilisti. Daudi akasema inawezekana, akaliondoa lihau ambalo lilikuwa ni hau la kitaifa kwa kumuua Goliati. Mabibi na mabwana, acha nimalize asubuhi ya leo kwa kusema sijui ni mamlaka ipi ambayo imezuia uwezo ndani yako. Uko ofisini, uko kwenye taasisi, sijui ni mamlaka ipi? Ni mamlaka ipi inayoua uwezo ulioko ndani yako? Ni mamlaka gani ambayo inakusababisha ushindwe kutoka from how to who kwenda kwenye lile jukumu ambalo Mungu ameliweka katika maisha yako? Asubuhi ya leo ninakutakia upako wa Daudi. Kama familia haikumzuilia, na kama mamlaka haikumzuilia, na wewe familia haitakuzuilia, na wala mamlaka haitakuzuilia. Wachache waseme amina, alafu mpigie Bwana makofi ya shangwe. Haleluya. Wewe ni unstoppable person. Ni mtu ambaye hautazuiliwa. Hauzuiliwi na familia, hauzuiliwi na nyakati. Hata kama kulikuwa kuna majeraha yaliyokuwa yanakuzuilia, unatembea nayo kiunyonge. Asubuhi ya leo upone kwa jina la Yesu Kristo. Washindi wachache na waseme amina, alafu mpigie Bwana makofi ya shangwe na ya vigelegele. Haleluya.